pumzi unanipa, maisha naendelea lakini Imetimia saa 10 kamili jioni. Hii ni taarifa ya habari kutoka CGFM. Somaji ni Stefania Lyson. Kwanza ni muktasari wake. Viongozi wa dini katika jimbo la Igalula wilaya ya Uyui mkoani Tabora wametakiwa kuendelea kuikumbusha jamii kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu ili kutokomeza vitendo vya ukatili na kudumisha amani ya taifa. Serikali imetenga zaidi ya shilingi bilioni 1 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa na miundombinu ya elimu katika jimbo la Igalula, halmashauri ya wilaya ya Uyui mkoani Tabora. Na katika habari za kimataifa, Wizara ya Afya ya Lebanon inasema watu 14 wakiwemo watoto wawili wameuawa katika mashambulizi ya Israel. Habari kamili. Viongozi wa dini katika jimbo la Igalula wilaya ya Uyui mkoani Tabora wametakiwa kuendelea kuikumbusha jamii kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu ili kutokomeza vitendo vya ukatili na kudumisha amani ya taifa. Taarifa ya mwandishi wetu Emily Kasapa inasomwa hapa studio na Hussein Mshenga. Wito huo umetolewa na katibu wa mbunge wa jimbo la Igalula Juma Amir wakati wa harambee ya kuchangia nyumba ya mapadri wa kanisa Katoliki kigango cha Kigwa B parokia ya Ipuli, akisema viongozi wa dini wakiendelea kusisitiza watu kumjua Mwenyezi Mungu kutasaidia wao kuishi kwa amani. Nilikuwa nataka nisisitize sana waendelee kutolea kiroho zaidi ili tuweze kuwa na amani, kwa sababu amani ikipotea kuirudisha ni kitu kigumu sana. Kwa hiyo wakiendelea kutolea kiroho, lakini pia kiwa na mioyo hiyo ambayo itakuwa inatufanya tuweze kuwa wasikivu, tunaweza kuwa na amani na tukafanya maendeleo zaidi. Kama tunavyojaribu kuona, unakuta mtu anamfanyia tendo la ukatili mtoto mdogo, lakini ukichana na hilo kuna mambo ya maharamu chonganishi, mauaji ya ovyo ovyo. Ukiweza kuwa na imani za Mungu, huwezi kuwa na roho ya kwenda kutaka kumuua mtu. Kwa upande wao, baadhi ya waumini kanisa Katoliki katika kata ya Kigwa wamesema endapo nyumba ya mapadri kikamilika itasaidia uwepo wa viongozi wa dini karibu na maeneo yao na hivyo kusaidia watu kukua kiroho. Majina naitwa Sadiki Abeli Magayu. Endapo nyumba hii itakamilika, mapadri kukaa, cha kwanza tunaamini vijana wengi wataelimishwa kuishi kwa muamini Mwenyezi Mungu, na hata masuala ya ukatili tunaamini katika eneo hili au kata hii kwa ujumla yatapungua, kwani watoto wengi watakuwa wanapata malezi ya kiroho na kimwili. Kwa majina naitwa Esther S. Nyaluizi. Kujenga kwa nyumba yetu ya mapadri tutafaidika na mambo mengi sana ya kiroho. Awali akisoma risala ya ujenzi wa nyumba ya mapadri, mwenyekiti wa halmashauri ya walei kigango cha Kigwa B Christopher Manyanga amesema nyumba hiyo ambayo kwa sasa ujenzi wake umegharimu zaidi ya shilingi milioni 15. Mahitaji katika hatua ya upauaji ni shilingi milioni 16,570,000. Sisi kigango cha Kigwa B tumekusanya shilingi milioni 1,720,000 ambayo tayari iko benki. Hivyo tunapungukiwa shilingi milioni 14,850,000 ili kukamilisha hatua hii ya upauaji. Naye Padri Francisco amewashukuru wadau mbalimbali waliojitokeza kuchangia ujenzi wa nyumba ya mapadri na kwamba itawarahisishia kutoa huduma ya kiroho katika kata ya Kigwa na maeneo jirani. Nawashukuru ninyi nyote kwa ushiriki wenu, kwa moyo wenu wa upendo kuhakikisha kwamba basi tunapata nyumba ya mapadri, ili hapo mbeleni ikiwezekana tupate makazi pia ya mapadri na iwe parokia, ili tuweze kuhudumia ukanda huko urahisi. Zaidi ya shilingi milioni 6 zimepatikana kwenye harambee ya ujenzi wa nyumba ya mapadri Kigwa B, huku mbunge wa jimbo la Igalula Juma Kawamba akichangia shilingi milioni 1, ambapo kwa sasa ujenzi huo unahitaji zaidi ya shilingi milioni 10 ili ukamilike. Hussein Mshenga, CGFM. Serikali imetenga zaidi ya shilingi bilioni 1 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa na miundombinu ya elimu katika jimbo la Igalula, halmashauri ya wilaya ya Uyui mkoani Tabora. Mwandishi wetu Isaac Justin ana maelezo kamili. Kauli hiyo imetolewa bungeni jijini Dodoma na naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Daktari Festo Dugange wakati akijibu swali la mbunge wa jimbo la Igalula Juma Kawamba
kuhusu mpango wa serikali wa kujenga na kukarabati miundombinu ya elimu kwenye jimbo hilo. Katika mwaka wa fedha 2026/27, serikali imetenga shilingi bilioni 1.25 kwa ajili ya ujenzi wa shule ya msingi Mzumba na madarasa 54, 40 shule za msingi na 14 sekondari, pamoja na matundu ya vyuo 10 katika shule 2 za sekondari. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule za msingi na sekondari na kuongeza miundombinu katika shule zilizopo kwa kadri ya upatikanaji wa fedha. Katika swali lake la nyongeza, mbunge wa jimbo la Igalula Juma Kawamba ameuliza mpango wa serikali kumaliza shule shikizi ambazo zimeanzishwa na wananchi. Jimbo la Igalula tuna shule shikizi takriban 35 ambazo zimejengwa kwa nguvu za wananchi. Je, serikali na mkakati gani sasa wa kuleta fedha kwa ajili ya kuja kuzimalizia shule hizi? Swali la pili, serikali na mkakati gani wa kutuletea fedha kwa ajili ya kumalizia na kujenga shule za sekondari zifuatazo: shule ya sekondari Ipululu iliyopo kata ya Igalula, shule ya sekondari Marakaseko iliyopo kata ya Goeko, na shule ya sekondari Lutona iliyopo kata ya Loya, na shule ya sekondari ya Uyui Modern School iliyopo katika kata ya Goeko. Akijibu swali hilo, naibu waziri Daktari Dugange amesema serikali imeandaa mpango maalum wa kujenga shule mpya katika maeneo mbalimbali na kumalizia ujenzi wa shule zilizopo kwa sasa. Serikali inatambua juhudi hizo za wananchi na itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kwenda kumalizia ujenzi wa shule hizi kwa awamu ili ziweze kutoa huduma ya elimu kwa watoto wetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, kwamba tunazitambua shule hizi na tunaendelea na taratibu za kupata fedha ili kuendelea kuzikamilisha kwa awamu. Lakini swala la pili, tunafahamu ziko shule ambazo zimejengwa lakini hazijakamilika. Ni kuhakikishie katika mpango ambao tunaendelea nao, yako maeneo ambayo tumeshayafanyia tathmini, tutapeleka fedha kwa ajili ya kukamilisha shule ambazo zipo, lakini yako maeneo ambayo tutajenga shule nyingine. Akifungua mkutano mkuu wa mwaka wa shirikisho la wamiliki na mameneja wa shule na vyuo visivyo vya serikali Tanzania jijini Dodoma tarehe 15 mwezi huu, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Wanu Hafidh Amir alisema tayari tathmini imeonyesha utaji wa miundombinu ni karibu madarasa mapya 500,000 ili kukidhi mahitaji ya mpango maalum wa kupokea idadi kubwa ya wanafunzi wa kidato cha kwanza mwaka 2028 kutokana na makundi rika mawili. Isaac Justin, CGFM. Vijana wenye umri chini ya miaka 18 wametakiwa kuacha kujifunza kuendesha pikipiki kiholela na kuingia barabarani kwa sababu ni kosa kisheria. Taarifa zaidi na Florentina Nyambuka. Rai hiyo imetolewa na Koplo Alex Chokola wa kitengo cha polisi usalama barabarani elimu kwa umma, akisema kuwa kujifunza vyombo vya moto na kuingia mtaani ni kosa kwa vijana wenye umri chini ya miaka 18, hivyo wanatakiwa kusomea udereva katika vyuo vinavyotambulika na kupata leseni kwa mujibu wa sheria. Kujifunza kuendesha chombo cha moto huwezi kujifunza kiholela. Ili ujifunze kuendesha chombo cha moto kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani na kanuni zake, lazima uende kwenye chuo au shule ya udereva ambayo inatambulika kisheria kwenda kujifunza kuendesha. Kwa hiyo kujifunza kiholela mtaani wanafanya makosa pia kwa mujibu wa sheria. Lakini sheria hiyo ya usalama barabarani fungu cha 24 inatuzuia kuendesha vyombo vya moto barabarani bila kuwa na leseni ya udereva. Kwa upande wake, mwenyekiti wa maafisa usafirishaji mkoa wa Tabora Mrisho Shime amesema tabia ya vijana kuendesha pikipiki katika umri mdogo husababisha kuingia katika mashindano ya pikipiki na hivyo kupata ajali za mara kwa mara. Ni kweli hicho kitu hakipingiki, yani mtu anakuta kanunuliwa tu pikipiki na mjomba wake, baba yake, dada yake au shangazi yake. Akishanunuliwa tu pikipiki, wengine hajanunuliwa pikipiki tu anapewa dai waka tu na wenza. Kwa hiyo wanafundishana tu mtaani na siku hiyo wanapeana na anaingia barabarani, na ndio changamoto tunazipata za ajali mara kwa mara. Ile vile vile na umri huo unatupa changamoto katika mashindano, wanaingia kwenye mashindano yasiyokuwa rasmi. Tunapoteza sana vijana, wanatokea wengi kugongana na kupoteza viungo, kupoteza maisha. Mwenyekiti huyo amewashauri wazazi, walezi na ndugu wa vijana wenye umri chini ya miaka 18 kuhakikisha wanawapeleka kwenye mafunzo rasmi ya udereva ili wapate elimu kuhusu usalama barabarani na kupata leseni. Kuwaomba tu wana Tabora wote, kila mmoja anampenda mdogo wake, anampenda mtoto wake. Kwa hiyo na pikipiki aelewe sawa sana kama askari kumpa bunduki asiokuwa na mafunzo, anaweza kujikuta anajipiga risasi. Kwa hiyo pikipiki inahitajika na yeye apate mafunzo, apate elimu ili aweze kukitambua kile chombo, ili awe na nidhamu na kile chombo. Kama huna nidhamu, kile chombo kinakuua mara moja tu. Nidhamu anazipataje? Ni kwenye vyuo vyovyote vya udereva. Hakikisha yule mtoto wake kama anampenda mpeleke chuo
chuo cha udereva, amkatie leseni kule, atakuwa fundishwa vitu vingi sana na ataelewa na atakuwa na nidhamu. Wapo vijana wenye nidhamu waliopita kwenye vyuo. Nao baadhi ya wananchi wa halmashauri ya manispaa ya Tabora wamesema kuendesha pikipiki katika umri mdogo kunaweza kusababisha ajali na kwamba jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani waongeze doria ili kudhibiti vijana wadogo kuendesha pikipiki. Kuna muda mwingine unakuta kijana anachukua pikipiki bila hata ruhusa ya mzazi, amefundishiwa huko mapolini huko, yeye kakuta pikipiki nyumbani, mzazi hajui, anachukua anaenda kupata ajali huko. Vijana wengi wanakimbilia kuendesha bodaboda, wanaona kazi rahisi kuliko kazi zingine. Kwa hiyo unakuta kijana anafundishwa bodaboda siku 2-3, anakimbilia kwenda kuchukua pikipiki aingie barabarani pasipo kujua hata sheria za barabarani, hana hata leseni, hajui changamoto zinazopatikana barabarani. Kwanza watoe elimu kwa vijana chini ya umri wa miaka 18. Vijana wamekuwa sasa na changamoto kwa sababu ajali saizi ni kila kona. Na sababu ya ajali ni nini? Mwendo kasi. Yaani vijana saizi hawajali chochote, yaani yeye akishapata pikipiki amepewa tu leo aendeshe, basi yeye aangalie barabarani speed inatakiwa iendeshwe ngapi. Kifungu cha 30 cha sheria ya usalama barabarani kinaelekeza umri sahihi wa kumiliki leseni ya gari ni kuanzia miaka 18 na kuendelea, na kwa vyombo vya moto vya matairi mawili ni kuanzia umri wa miaka 16 na kuendesha vyombo hivyo bila leseni ni kosa kisheria. Florentina Nyambuka, CGFM. Watumishi wa sekta ya afya wilaya ya Igunga mkoani Tabora wamepongezwa kwa kazi nzuri ya kuwahudumia wagonjwa. Pongezi hizo zimetolewa na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Igunga Shabani Hemedi wakati wa ziara ya kamati ya fedha, uongozi na mipango ya halmashauri hiyo ilipotembelea kituo cha afya Simbo. Amesema pamoja na pongezi hizo anaishukuru serikali ya Chama cha Mapinduzi CCM kwa kupeleka dawa, vifaa tiba, wauguzi na madaktari ambao wanatumikia vyema wananchi. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Igunga Joseph Mafuru amewaomba waendelee kufanya kazi kwa kushirikiana na kutambua kuwa serikali imewaamini. Amewataka watumishi wa sekta ya afya wasikae na changamoto na kwamba wakiwa nazo waziwasilishe kwa afisa utumishi, mganga mkuu wa wilaya au mkurugenzi mtendaji kwa lengo la kuhakikisha wanazipatia utatuzi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka CGFM Radio, na sasa ni wasaa wa biashara na uchumi. Serikali imetenga shilingi milioni 150 kwa ajili ya ujenzi wa soko la machinga lililopo katika halmashauri ya manispaa ya Tabora. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Vivian Piuza. Akijibu swali la msingi la mbunge wa jimbo la Tabora mjini Hawa Mwaifunga, naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Daktari Festo Dugange amesema katika mwaka huu wa fedha halmashauri ya manispaa ya Tabora imetenga fedha hizo kwa ajili ya ujenzi wa soko la machinga, ambapo kwa sasa soko hilo lipo katika hatua ya upembuzi yakinifu. Ujenzi wa soko la machinga katika halmashauri ya manispaa ya Tabora upo katika mpango mkakati wa miaka 5 2025-2030 wa halmashauri hiyo. Ujenzi huo umepangwa kuanza katika mwaka wa fedha 2027-28. Katika mwaka wa fedha 2026-27 halmashauri imetenga shilingi milioni 150 kupitia mapato ya ndani ili kuanza maandalizi ya nyaraka za miradi ya kimkakati ikiwemo soko hilo. Akiuliza swali la nyongeza, mbunge wa jimbo la Tabora mjini Hawa Mwaifunga ametaka kujua ni lini soko la machinga litakamilika. Swala hili limeshafuatiliwa na wameshaona ni namna gani wafanyabiashara wadogo kwenye jimbo la Tabora mjini wanafanya biashara kwenye mazingira ambayo sio rafiki kwao. Leo serikali inasema kwamba ndio kwanza wanakwenda kufanya upembuzi yakinifu. Hawawatendei haki wafanyabiashara wa jimbo la Tabora mjini wadogo kwa sababu tayari serikali ilishaahidi humu bungeni ujenzi wa soko la machinga. Nataka kufahamu hapa ni lini soko la machinga jimbo la Tabora mjini litaanza ujenzi wake. Akijibu swali hilo, naibu waziri Dugange amesema kuwa wameielekeza halmashauri ya manispaa ya Tabora kuanza mapema ujenzi huo. Kwa mujibu wa manispaa ya Tabora wamepanga kwenye mipango yao kuanza mwaka wa fedha 2027-28, lakini kwa sababu ya uhitaji wa soko hilo tutawaelekeza manispaa ya Tabora waweze kuanza mapema zaidi ya mwaka huu wa fedha ili kuweza kufikisha huduma hizo muhimu kwa wananchi wa Tabora. Kwa hiyo kuhakikishia Mheshimiwa Mwaifunga, serikali hii inatambua umuhimu na ndio maana tumewaelekeza na wataleta maandiko hayo, na tuko tayari hata wakileta leo kufanya tathmini kwa ajili ya kuanza hatua mbalimbali za ujenzi. Kwa upande wake
wake, mbunge wa jimbo la Sikonge mkoani Tabora, Mhandisi Amos Maganga, ametaka kujua ni lini serikali itajenga soko katika halmashauri ya wilaya Sikonge kwa sababu ni kwa muda mrefu soko hilo halijengwi. Mji wa Sikonge ni miongoni mwa miji mikongwe sana katika taifa letu, lakini umekuwa hauna soko kwa muda wote huu. Na kwa vile katika ilani ya Chama cha Mapinduzi wameahidiwa kujengewa soko hilo. Je, serikali ni lini sasa itaanza ujenzi wa soko hilo? Katika jibu lake, naibu waziri huyo wa TAMISEMI amewakumbusha wakurugenzi watendaji wa halmashauri zote nchini kuhakikisha wanaweka vipaumbele muhimu, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha wananchi wanapata huduma kwa haraka. Vivian Pyuza, CGFM. Zifuatazo ni habari za kimataifa. Na kwa habari hizi za kimataifa tujiunge na mwandishi wetu Nyamizi Mdaki. Tuanzie nchini Mali ambako rais wa muungano wa mataifa ya Sahel AES Captain Ibrahim Traore amelaani mashambulizi ya kupangwa dhidi ya Mali karibu saa 48 baada ya matukio hayo. Katika taarifa yake, Captain Traore ameyataja mashambulizi hayo kama ya kinyama na kusema kuwa yanaungwa mkono na maadui wa mapambano ya ukombozi wa Sahel. Ameongeza kuwa mashambulizi hayawezi kuyumbisha nia ya watu mashujaa wa Sahel kuishi kwa uhuru, amani na heshima. Pia ametoa salamu za rambirambi kwa walioathirika. Amesema mashambulizi hayo yaliyoratibiwa yalipangwa kwa muda mrefu kwa madhumuni ya kuathiri vikosi vya usalama vya Mali na kuwatia hofu raia. Captain Traore alichukua uraisi wa zamu wa AES mwezi Disemba mwaka jana, akichukua nafasi ya kiongozi wa kijeshi wa Mali Jenerali Assimi Goita. Muungano wa nchi za Sahel unaojumuisha pamoja mataifa ya Mali, Niger na Burkina Faso ambayo yanaongozwa na serikali za kijeshi zilizoingia madarakani kufuatia mapinduzi katika miaka ya hivi karibuni. Tuelekee Mashariki ya Kati. Wizara ya afya ya Lebanon inasema watu 14 wakiwemo watoto wawili wameuawa katika mashambulizi ya Israel. Msemaji wa jeshi la ulinzi la Israel IDF awali alitoa ilani ya kuhama kwa wakazi kutoka vijiji kadhaa kusini mwa Lebanon na kuonya kuwa kupuuza ilani hiyo kungelihatarisha maisha yao. Jeshi hilo limesema litashambulia kupitia angani kuwalenga wanamgambo wa Hezbollah katika maeneo ya kusini mwa Lebanon ambayo inadai yanatumiwa kuendeleza mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Israel. Kwa upande wake, Rais Donald Trump wa Marekani amesema kwamba watakuwa na mkutano na viongozi wa Lebanon kuzungumzia makubaliano ya kusitisha mapigano. Tuna mkutano mzuri na viongozi wa juu sana wa Lebanon na ufanisi wa hali ya juu sana wa Israel. Na tunadhani kwamba rais wa Lebanon na waziri mkuu watakuja hapa. Wamekubaliana na wiki 3 za ziada. Nadhani hakuna kurusha tena moto. Ninaamini kwamba tunafanya kazi moja kwa moja nchini Lebanon. Ni kitu ambacho tunaweza kufanya kwa urahisi sana. Akizungumza katika mkutano wa serikali, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema jeshi lake linaendelea kufanya kazi kwa nguvu nchini Lebanon, akisema hatua za Hezbollah zinasambaratisha usitishaji mapigano. Na hatimaye ni taarifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamlaka ya madini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo imezindua kikosi cha wanamgambo kitakachohusika na kulinda migodi, kutekeleza sheria zake na kufuatilia kwa ukaribu uzalishaji wa madini. Mkuu wa shirika la madini nchini humo, Rafael Kabengele, amesema kikosi hicho ni wazo la Rais Felix Tshisekedi kama sehemu ya mageuzi ya sekta hiyo na mapambano dhidi ya usimamizi mbovu wa madini ya thamani. Awamu ya kwanza ya kikosi hicho cha kijeshi itakuwa na wanajeshi kati ya 2500 na 3000 ambao wanatarajiwa kuanza kazi Disemba mwaka huu
baada ya mafunzo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi yenye utajiri mkubwa wa rasilimali za asili, lakini imekuwa ikikabiliwa na changamoto kubwa za kuhakikisha wananchi wananufaika. Ifikapo mwaka 2028 inakadiriwa kuwa watu 20,000 watakuwa wameajiriwa katika kikosi cha wanamgambo kitakachohusika na kulinda migodi, kutekeleza sheria zake na kufuatilia kwa ukaribu uzalishaji wa madini na kusimamia hadi migodi 22 katika maeneo mbalimbali ya Kongo. Baadhi ya migodi kama Rubaya, mojawapo ya migodi mikubwa zaidi ya coltani duniani, kwa sasa iko chini ya udhibiti wa muungano wa waasi wa AFC M23. Nyamizi Mdaki, CGFM. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Viongozi wa dini katika jimbo la Igalula wilaya ya Uyui mkoani Tabora wametakiwa kuendelea kuikumbusha jamii kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu ili kutokomeza vitendo vya ukatili na kudumisha amani ya taifa. Serikali imetenga zaidi ya shilingi bilioni 1 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa na miundombinu ya elimu katika jimbo la Igalula, halmashauri ya wilaya ya Uyui mkoani Tabora. Na katika habari za kimataifa, wizara ya afya ya Lebanon inasema watu 14 wakiwemo watoto wawili wameuawa katika mashambulizi ya Israel. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka CGFM. Kwa niaba ya mhariri mkuu Titus Filipo na wote waliowasikia, asante kwa kutusikiliza na kututazama wewe uliokuwa ukitufuatilia YouTube kupitia CG Online TV. Jina langu ni Stefania Lyson.